kubwa kwenye maisha yao, Biblia inaweka wazi, ni kwa sababu walikuwa hawana mchungaji. Ndio maana napenda sana kwenye kitabu cha Zaburi ya 23, Biblia inasema, Daudi akasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mchungaji akiwa kwenye maisha yako, anakuhakikishia kazi zako zote utakazokwenda kuzifanya zitakuzalia matunda. Haleluya! Tatizo la changamoto zinazowapata wanadamu, wanapanda vingi, wanavuna vichache. Wanajiuliza ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawana mchungaji kwenye maisha yao. Na huyo mchungaji mwenyewe ambaye tunamwongelea hapa anaitwa Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Biblia inaniambia hapa ya kwamba Yesu alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa namba moja, wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa sababu ya wao kuchoka na kutawanyika, walikuwa wamechoka na kutawanyika. Yaani kila kitu walichokuwa wanakifanya kwenye maisha yao kilikuwa ni kwa ajili ya kuwatawanya, sio kwa ajili ya kuwakusanya. Unajua Yesu alikuja kwa ajili ya kutukusanya ili tuwe kitu kimoja. Ndio maana anasema kwenye maandiko ya kwamba ninao kondoo wengine ambao sio wa zizi hili, ambao nao ninapaswa, sina budi, inanipasa niwalete katika hili zizi moja, ili kuwe na mchungaji mmoja na kuwe na kundi moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunapokuwa hatupo ndani ya mwelekeo wa mchungaji wetu, hapo ndipo tunapopatwa na haya mambo mawili: kutawanyika na michosho. Maisha ya michosho. Yaani hii dunia hapa tunapoishi, kama Yesu, kama Bwana hayupo kwenye maisha yako, tarajia kuchoka. Mimi nimeona matajiri, mabilionea, wana pesa zisizo na hesabu, lakini maisha yao wanaonekana wamechoka, wamepigika, hawana mwelekeo. Kwa kumbe kuwa na fedha, kuwa na mali na utajiri hakukugarantii kuwa na ukamilifu kwenye maisha yao, ya kukugarantii kuwa na changamko na burudiko la moyo na furaha ya kweli inayotoka kwenye moyo. Hakukugarantii kwa kuwa na pesa. Kinacholeta furaha, kinacholeta burudiko na changamko la moyo ni huyu mchungaji mwema akiwa kwenye maisha yetu. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Tunaelewana wapendwa katika Bwana, mnaopendwa na Mungu, mliobarikiwa na Yesu, mnaelewa? Kwa Yesu anatuonyesha hapa kwenye hii sura ya 9 na mstari kuanzia wa 35 tuliosoma hapa. Yesu anasema hivi, sababu ya hawa jamaa ya kuchoka ni kwa sababu walikuwa hawana mchungaji kwenye maisha yao. Unajua unapofanya kazi kwa bidii sana, alafu unapata matokeo kidogo, inachosha nafsi, roho na mwili. Unajua ni heri ukachoka mwili alafu usichoke nafsi. Hakuna kitu kibaya kama nafsi ikichoka. Mtu anapochoka nafsi anaweza akafanya maamuzi mabaya kwenye maisha yake kuliko mtu ambaye amechoka tu mwili, lakini roho na nafsi yake vina nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi, hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza. Unapokuwa na nafsi iliyochoka, ni vigumu sana kujua wapi unapoelekea. Ni vigumu sana kujua direction ya maisha yako. Ni vigumu sana kujua ni nani unayepaswa kufunga naye pingu za maisha. Ni vigumu sana kujua ni kozi gani unayopaswa uchukue chuo kikuu. Ni vigumu sana kujua ni kusudi gani ambalo Mungu amekuumbia kuja kulifanya hapa chini ya jua. Lakini unapokuwa na mchungaji, moja kati ya kazi ya mchungaji ni kukuongoza katika njia ikupasayo kuiendea. Amina. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema mtu yeyote akinifuata mimi hata kwenda gizani kamwe. Nami namuomba Bwana Mungu wa Israeli akujalie neema usiende gizani kwenye maisha yako hapa duniani, na baadaye baada ya kuondoka kwenye ulimwengu usiende gizani. That's my prayer to God. Haleluya. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Haleluya. Napenda sana hapa. Biblia inasema na alipowaona makutano aliwahurumia namba moja. Yesu ana huruma kwa sababu walikuwa wamefanya nini? Wamechoka. Watu wamefanya nini? Wamechoka. Maana yake wamefanya kazi, wamepambana na maisha yao, lakini wanapata matokeo kiduchu. Kwa nafsi zao zinachoka, miili yao inachoka, wanapata mastresi. Baadaye kinachofuata ni nini? Ni kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi asubuhi, jioni ya leo, mimi nakuomba ya kwa Bwana Mungu akusaidie umshike huyu mchungaji mwema Yesu Kristo. Kwa sababu akikaa kwenye maisha yako, Biblia inasema, kwa sababu anasema kwenye Zaburi ya 23, unihuisha huyu mchungaji, unihuisha nafsi yangu.
Yaani ananitia nguvu katika utu wangu wa ndani. Yaani katika vitu ambavyo Yesu analinda ni nafsi yako na roho yako visije vikachoka, visije vikalemewa kupita kiasi. Ndio maana Biblia inasema hutuchukulia mizigo yetu. Anatusaidia pale mahali ambapo tunaishiwa na nguvu. Anatubebea mizigo yetu, maandiko yanasema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Kwa Yesu ndiye mchungaji mwema. Mchungaji mwema. Haleluya. Ukiwa naye anakugarantii kwamba hautachoka. Ndio maana Biblia inasema vijana watazimia, mashujaa wataanguka, lakini wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Wataenda mbio wala hawatafanya nini? Hawatazimia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 31 kama sikosei. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja wapendwa katika Bwana. Kwa sasa mimi nataka tukasimame tukamwombe Bwana. Nataka tukasimame tukamwombe Bwana. Pamoja na watu ambao wanatufuatilia, tunataka tukapate muda wa kumwomba Mungu. Kwamba Mungu akatusaidia tusije tukachoka. Mungu akatusaidia tusije tukampoteza mchungaji wetu. Yesu Kristo ndiye mchungaji wetu. Yeye akituongoza, akitembea mbele yetu, uwe na uhakika mbeleni huko mambo yatakuwa sawa sawa. Haleluya. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Akiwa wapi? Enzini. Yaani akikaa kwenye nafasi yake kwenye maisha yako, mambo yako yatakuwa sawa sawa. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet. Hallelujah. Yesu akiwa, mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Oh Yesu, Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa moyoni, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Makofi kwa Yesu Kristo. Hebu inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, jioni ya leo neno lako limetuonyesha ya kwamba wewe una huruma nyingi. Bwana, ninaomba unihurumie, ninaomba unisaidie, ninaomba uwepo wako uwe pamoja nami, ninaomba neema yako iwe pamoja nami, ninaomba kibali chako kiwe pamoja nami. Nisaidie Bwana, uniongoze katika hii dunia. Ongoza maisha yangu, ongoza hatua zangu. Neno lako linasema wewe ndiwe mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi ndiko utakakonilaza, kando ya maji ya utulivu ndiko utakoniongoza. Katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Umeniandalia meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani kwangu, na kikombe chako kinafurika. Hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu. Asante Yesu kwa maongozi yako. Asante Yesu kwa kunihuisha. Asante Yesu kwa kunibariki. Asante Yesu kwa kunikumbuka. Asante Yesu kwa kunishika. Asante Yesu kwa kunitakasa. Asante Yesu kwa baraka yako. Inua mikono yako hivyo hivyo nikuombe. Baba, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Leo ni siku ya tofauti na ni siku ya baraka. Tumekuwa na wakati mzuri wa kulisifu jina lako na kuliabudu jina. Tumekuwa na wakati mzuri wa kulitafakari neno lako kwa kifupi. Tumekuwa na wakati mzuri wa maombi. Tutaendelea kukaa chini ya pendo lako, chini ya fundisho lako, kama ambavyo maandiko yametuonyesha kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 9.
ya kwamba Bwana ulizunguka miji, ulizunguka vijiji vingi katika jiji na katika nchi yote ya Israeli, ukiwafundisha neno lako, ukiwaita wote waje kwako wewe, ambaye una ufumbuzi wa changamoto na matatizo yote yanayowasibu wanadamu wa siku za leo. Yesu, katika jina la Yesu Kristo, ulikuwa ukihubiri katika masinagogi yao, ulikuwa ukihubiri katika nyumba zao, ulikuwa ukihubiri katika njia zao zote kuu za kupita, ili watu wote wapate kulisikia neno lako, ili wakapate kujiokoa na kujiponya nafsi zao na moto wa jehanamu. Bwana, kwa sababu hiyo na sisi tumekuja kulisikiliza neno lako. Tunakuomba Bwana kwa ajili ya nguvu iliyo ndani ya neno lako. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 na mstari wa 16, Biblia inasema ya kwamba sitaionea haya Injili, kwa maana ni uwezo wako Bwana Mungu wa Israeli, unaoleta wokovu kwa kila aaminie. Bwana, ninakuomba kwa ajili ya watumishi wako hawa, tunakuomba kwa ajili ya maisha yetu sisi tulioiamini Injili. Tunakuomba Bwana, ninaomba wokovu wako uingie ndani ya nafsi zao, uingie ndani ya roho zao, uingie ndani ya miili yao. Ninakuomba Bwana, ukaondoe magonjwa, ukaondoe nguvu za giza, ukavunje laana, kwa sababu ndani ya Injili hii tunayoisikiliza mahali hapa kuna uwezo wa Mungu unaoleta wokovu kwenye fahamu zetu, unaoleta wokovu kwenye masikio yetu yaliyozibwa, macho yetu yaliyozibwa, Bwana, vinywa vyetu vilivyozuiwa, mikono yetu iliyofungwa. Ndani ya Injili yako Bwana kuna uwezo na nguvu ya kuzivunja nira, ya kuziharibu nguvu za giza. Maandiko yananiambia Bwana kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 8, Biblia inasema ya kwamba kwa kusudi hili ulidhihirishwa kwenye maisha yetu, ili upate kuzivunja kazi zote za giza. Nami kama mtumishi wako ninavunja kila kazi za giza. Dhambi ni kazi za giza, magonjwa ni kazi za giza, giza ni kazi za giza, ujinga ni kazi za giza, laana ni kazi za giza. Ninaamuru zikavunjike na kuwaachia watoto wako wawe huru mbali na dhambi, wawe huru mbali na umasikini na nguvu zote za maoneshi. Umesema tutakuwa mbali na kuonewa, wala hofu haitakaribia kwenye nyumba zetu. Bwana, ninakataa hofu, ninakataa magonjwa yote ya kila namna, magonjwa ya kichawi, magonjwa yanayotokana na vyakula, magonjwa yanayotokana na hali ya hewa, magonjwa ya kurithi, ninayavunja kwa jina la Yesu, kwa sababu imeandikwa kwenye neno lako ya kwamba kwa kupigwa kwako, maandiko yanasema wazi Bwana ya kwamba adhabu ya amani yetu iliwekwa juu yako, na kwa kupigwa kwako sisi tumeponywa. Tunatangaza uponyaji, natangaza uponyaji kwenye ulimwengu wa roho, natangaza uponyaji wa kila nafsi iliyoko mahali hapa, natangaza uhuru wa kila nafsi iliyoko mahali hapa, natangaza kufunguliwa, zikatuachilie jioni hii ya leo katika jina la Yesu. Bwana, neno lako linasema ya kwamba tumejua jinsi ambavyo neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyo kubwa, kwa maana maandiko yanasema ya kwamba wewe ulikuwa tajiri sana, lakini ulijifanya kuwa maskini kwa ajili yetu, ili Bwana sisi tukafanywe kuwa matajiri. Bwana, tunakataa umasikini, tunakataa mawazo ya kimaskini, tunakataa mitazamo ya kimaskini, tunakataa tabia za kimaskini. Tunakuomba ukatuumbie moyo wa kitajiri, moyo wa kiuwekezaji, moyo wa kufanya biashara, moyo wa kufanya kazi kwa bidii, ili tuweze kupata utajiri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ninaomba jioni ya leo na waombea kwa damu ya Yesu. Tunaomba Bwana ya neema yako ikatufunike mchana na usiku na wakati wote. Bwana, tunavyotawanyika hata kwenye ibada hii, Mungu, naomba uwepo wako kawe pamoja nasi, ukabariki kazi ya mikono yetu. Bariki mikono hii Yesu, chochote watakachogusa Mungu, miguu yao imekanyaga mahali ambapo wewe upo. Umesema kwenye neno lako ya kwamba mahali popote pale ulipo, hiyo ni nchi takatifu. Hapa ni mahali patakatifu kwa sababu uwepo wako upo katikati yetu. Nami naomba kwa ajili ya mikono hii, naomba kwa ajili ya miguu hii, naomba kwa ajili ya miili yao. Bwana, popote watakapokuwepo ukapabariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ukawafanye kuwa heri, ukatufanye kuwa na kibali, tukanuke manukato mazuri ya kupendeza. Bwana, ukawape kibali kila wanapokwenda, popote tutakapokuwepo Bwana, tukawe na kibali chako katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa pendo lako
na kwa ajili ya uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nimeomba, na wote tuseme amen. Basi hebu kamata kama sadaka yako nzuri pale ulipo. I'm just going